Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, tuko pamoja nawe wiki nzima katika somo la pili ambalo tunasema sababu ya kushukuru na kusali, na tuko tunaangalia kitabu cha Wafilipi 1 pale tumeanza na pia na Kolosai 1. Leo tunaenda kuangalia maswali lakini pamoja na hitimisho kwa somo la wiki nzima kwa ujumla. Basi kabla ya kwanza tuweze kupata ombi. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema, unatupenda sana, na kwa sababu hiyo Baba, nasi tunang'ang'ania mapenzi yako, utuelekeze kujua mapenzi yako. Amen. Tumekuja siku ya leo tusikie kutoka kwako. Anza nasi, maliza nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Tumeongea mambo mengi, tumejifunza mambo mengi. Kuna dondoo moja hapa nitaka tusome pamoja kutoka kwa Ellen G. White, kitabu kinaitwa The Ministry of Healing. Ile mistari ya mwishoni pale inasema, Mungu kamwe hawaongozi watoto wake tofauti na ambavyo wangechagua kuongozwa, ikiwa wangeweza kuona mwisho tangu mwanzo na kutambua utukufu wa kusudi wanalolitimiza kama watendakazi pamoja naye. Mungu asingeweza kuongoza mtoto wake toka mwanzo. Yaani ungelijua jinsi Mungu anakotaka kupeleka tangia mwanzo, au ungekubaliana naye mapema, usingekuwa mbishibishi. Sasa swali, ili linakugusaje hiyo dondoo inakugusaje? Unajifunza nini katika kumtumainia Mungu kwa namna ambayo kwa kiasi hicho, kwa sababu yeye anajua njia yote, na nini linakupatia nguvu kweli kumtumainia, kutegemea nguvu yake katika uzoefu wako? Unalisemaje? Inanipatia nguvu kwa sababu kinachonijulisha ni kwamba kumbe anafanya kitabu cha Isaya kama sio Yeremia, anasema anajua mawazo yanatuwazia. Mawazo ya kutupatia nini? Ya kutupatia amani, lakini pia ni nini? Sio mabaya. Sio mabaya. Kwa hiyo kama tutaweza kuamini mpango wa Mungu, yaani mpango wa Mungu unatoka kwa Mungu, ni mpango mzuri madhubuti, kwa sababu siku zote unania mema kwetu na sio katika kunia mabaya au kutuharibu. Amina. Mungu kamwe haachi kuwaongoza watoto wake namna wanavyochagua. Ukichagua mema, ukichagua kitu kizuri ambacho kinamtukuza Bwana, hawezi kukuacha, hata kuongoza katika hiyo njia ambayo ni nzuri, njia inayompa utukufu kama mtendakazi pamoja naye. Mwishoni unasema yes, hiyo njia anaenda na wewe. Hiyo ndio yenyewe. Wewe tusitegemee akili zetu, tutegemee zake. Tuwe na akili yake, tuenene na yeye. Sawa kabisa. Wakolosai, mnakumbuka sura ya kwanza mstari wa 6 na 23, anazungumza habari ya injili iliyoenea ulimwenguni mote. Swali ni kwa jinsi gani injili iliyohubiriwa ulimwenguni mote imezaa matunda na kukua ndani yetu katika imani, upendo na tumaini. Unahisi katika jamii ya Kristo leo au moja hii kweli unaona matunda kweli ya injili imehubiriwa, kama imeota mizina, hata imeweza kutoa tunda la injili namna hii? Ndio tumeona kabisa. Ukiangalia kazi za mitume leo hii imezaa matunda. Kuna upendo, tuna upendo, upendo kabisa, upendo agape. Upendo agape tunauona kabisa. Tunaona kwa sababu upendo wa injili, yani upendo wa injili tunauona kama Yesu alivyotupenda, tunapendana kama Yesu alivyotupenda. Mfano teboni ni mkono kutoka teboni pia. Toa mfano. Tunamuona mwenzetu ambaye ni mtai. Amina. Watu wanaingia kusaidia, aidha kama ni mfungwa, wanatoa vitu kwa ajili ya kuweza kuona. Kama Yesu alivyoagiza katika Mathayo 28. Tunamuona mwenzetu ana njaa, watu wanaweka chakula, wanatoa fedha zao, wanatoa wengine hata chakula kwa ajili ya kumsaidia yule ambaye ndani ni mhitaji. Kwa hiyo injili hii ya Bwana inazidi kuendelea, tunaona matunda yake hata leo katika maisha yetu. Amina. Mungu awabariki watu wa Temboni, endeleeni mbele. Sijui rafiki yangu huko kwenu, lakini
na unatokea una mfano mahali pengine, na mfano hata katika jamii unaweza ukakuta hata sio msabato, lakini upendo wa Bwana, Injili, unakuta mtu anamsaidia mhitaji, na Yesu ndicho alichokifanya. Tangazo lake pendaneni. Imani, swala la imani vipi? Kuna tunda la imani, uaminifu katika Kristo Yesu. Tunaliona tumaini. Wewe bwana, hebu sikia kwenye habari ya tumaini, unajuaje kama tumaini tulilowekewa akiba mbinguni hilo kweli limeota mizizi, tunaishi kwa tumaini hilo au la? Ni pale ambapo uchumi umesumbua. Sema chuma kimekaza, vimekaza. Akili na data, bado unaweza kuomba. Fungwa gerezani, bado unatumaini kwa. Basi hizo naona ndio dalili za ukomavu, kwamba kweli hapa Injili imehubiriwa. Na kama hizi dalili hazionekani za kesi ya kutosha, inamaanisha basi Injili hii iliyohubiriwa ulimwenguni mote hapa haijapokelewa vya kutosha. Kwa hiyo inatakiwa irudiwe tena na tena. Labda swali la mwisho, kama somo lenyewe linavyosema, limesema juu ya sababu za kushukuru na kusali. Hebu tafakari jinsi Paulo mambo anayoshukuru kwayo ya ushirika waliokuwa nao kwa Filipi kule katika Injili, Wakolosai. Shukuru Mungu mambo ya tumaini, imani, upendo. Unaweza kuorodhesha mambo ambayo unamshukuru Mungu kwa. Tunamaliza mwaka sasa. Unaweza kumshukuru Mungu ambayo mambo anasema haya, namshukuru Mungu kwa kanisa langu, kwa familia au kwa jamii ambayo yameonekana, yanaonyesha neema ya Mungu hapa. Jambo ambalo tunaweza kumshukuru Mungu yanayoonekana katika jamii, kwanza kwa namna ambavyo anatupigania maisha yetu, anapotuangalia sana maisha yetu katika swala la ulinzi wake ambao hatuoni, lakini tunatumainia kama ndio. Lakini ukiachana na hapo, bado tunaweza kulia tunavyokuwa tukidumu katika neno lake, na anapozidi kujidhihirisha katika maisha yetu, katika kutupatia mema wale wanafanyaje, wale ambao wanang'ang'ania kwa hiyo niseme tunaweza kumshukuru Mungu kwa matendo makuu anayoonyesha katika maisha. Kwanza kitendo cha kuwa tu hai, mimi niseme ni ushuhuda tosha. Na kushukuru hivi, wenzetu wengi kwa mwaka mzima wamelazwa na wengine hata wamelala. Bwana kwa ulinzi wake na upendo wake ametupigania, tunamshukuru. Mimi nahudumu kule gerezani kama mchungaji, nimeona waumini wakijitolea sadaka zao, vitu vyao, tunawapelekea wale watu, tukawaachia tabasamu, kaona wana ndugu zao wanapendwa. Kwa hilo kwa kweli na mshukuru Mungu sana. Lakini pia tukipanua macho yangu kwa Tanzania kwa ujumla, tumepitia mitihani mingi kama taifa na hasa mwishoni hapa, lakini nilichokiona baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, watu wamehurumiana, wamesaidiana, wengine hata wajuliani. Yaani sio kama sio ukoo wako, lakini uko hospitalini watu wamechangishana. Huyu alikuwa amevunjwa mguu, huyu au nini, watu wanasaidiana kama Watanzania, kama watu wa jamii moja. Nikasema kuna dalili za Tanzania mpya fulani hapa inatokea. Kumshukuru Mungu kwa neema hiyo inayotokeza. Rafiki yangu, tunapomaliza mwaka, wewe sijui unamshukuru Mungu kwa lipi? Una sababu zipi za kumshukuru Mungu? Na kama una mambo ya kuombea, Paulo alikuwa na orodha zake za kuombea, na wewe una orodha gani ya kuombea Mungu akutendee nini? Kama unaweza kutushirikisha, tutafurahi.
tunapomaliza mwaka huu kwa comment pale, lakini tunaweza tukahitimisha pamoja somo la wiki hii, lakini pia tunapomalizia mwaka tuombe pamoja. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tuna tumaini la uzima wa milele. Hata baada ya masumbuko na machangamoto ya maisha haya, sisi uzima wetu umewekwa akiba mbinguni na haubugudhiwi. Jina lako litukuzwe. Lakini hata sasa tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako uliotushika na tulioushika, ambao unatupa ushirika, tupa faraja hata tunapopitia magumu. Dumisha Baba upendo huu ndani yetu, ukajae kwa wingi sana kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tupatie kuwa waaminifu, kutembea katika mwenendo huo kama watu wapendwa, watoto wako wapendwa, katika usafi, katika moyo safi, bila lawama, katika ulimwengu huu wenye lawama nyingi sana. Tunapovuka mwaka huu na kuingia mwaka mwingine, tunapokuwa katika mwaka huu mwingine mpya uliotuleta, basi tunaomba ukatuwezeshe kutembea katika upya huo wa uzima katika jina la Yesu. Mpaka wakati mwingine na somo lingine, tubariki sana. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, natumaini umefurahia somo la wiki hii. Kushukuru ya kusali, kushukuru pamoja na nini na kusali. Wiki ijayo tuko somo la 3. Somo la 3 nalo linasema uzima na mauti. Karibu sana. Mimi Ndumbinza. Enos Makalindile. Nani Jeffrey Monte. Karibu.